KRA wa Dickson. Kwa nini? Kwa nini? Ni ile sadaka ya mtoto tu, ile sadaka ambayo walitoa kwa ajili yani walitoa watu kwa ajili ya kumwaga mwili wa Baba Ludo, walichukua zote. Naomba tusikilizane. Tunakwenda kuwasaidia familia, sio kuwatawanya. Naomba tusikilize. Mmeshaacha watoto watatu, pamoja na kwamba mmoja amefariki, lakini bado uko wenu upo. Kwa hivyo alichoacha marehemu ni uzao wake, sio uzao wa ndugu yake wala wa baba yake. Tunaomba vile vitu vya kwake vibakie kama vya watoto. Atumpendi mke wa marehemu, hicho kitu sisi kama familia kwanza kimetuumiza sana. Kwa sababu gani? Hizo taarifa za kutaka kumuua ziko hivi. Kuna mtu mmoja ni tapeli. Tunataka familia ya upande wa mume wa huyu mama watuhakikishie hapa, watuhakikishie kwamba usalama wa huyu mama uko wapi. Alafu wakisha tuhakikishia wao kwamba hawatamfuata na majukumu hayo sasa kuhusu kumuongoza huyu mama kupata haki zake zikae chini ya uongozi wa mtaa huu. Uongozi wa mtaa huu umsaidie huyu mama kupata haki zake. Ni hali ya sintofahamu iliyojitokeza katika mtaa wa Engo Sengiu, kata Sinoni, jijini Arusha, wakati wa mazishi ya mtoto Glory Mjema, ambapo ibada ya mazishi ilisimama kwa muda kufuatia wananchi kuibua madai dhidi ya ndugu wa marehemu wa baba wa mtoto huyo kwamba wanataka wamnyang'anye mali mjane. Wananchi wa eneo hilo walidai kuwa ndugu wa marehemu Nixon Mjema aliyefariki dunia Disemba mwaka jana wamekuwa wakimnyanyasa mjane wake kwa kumtumia jumbe za vitisho na kutaka kuchukua baadhi ya mali za marehemu. Aidha, walidai kuwa ndugu hao wamekuwa wakisisitiza kuwa mwanamke huyo hakuwa ameolewa kisheria, kwamba hajafunga ndoa licha ya kuwa walizaa watoto watatu pamoja, akiwemo Glory anayezikwa leo. Mbali na hilo, majirani walieleza kuwa hata fedha za rambirambi zilizochangwa wakati wa msiba wa Nixon Mjema ambaye alikuwa mwalimu zilichukuliwa na ndugu hao, vile wakitaka password ya benki ya marehemu, huku taratibu za kuzitoa fedha zilizosalia benki zikiendelea. Wananchi wanasema hali hiyo ni manyanyaso na yanaendelea dhidi ya mjane huyo. Naye mjane huyo alizungumza hadharani akidai madai ya wananchi ni ya kweli, akieleza kuwa ndugu walichukua fedha zote za michango ya msiba na kumwachia kiasi kidogo tu kwa ajili ya matumizi ya watoto. Hata hivyo, kwa upande wao, baadhi ya ndugu wa marehemu wamekanusha madai hayo, wakisema hawana chuki dhidi ya mjane huyo na kuwa tuhuma zinazotolewa zinaumiza. Huko nje kuna mgawanyiko, sio kama mmeuona. Imetupasa kuona kwamba kuna mgawanyiko na ambao watu wengine walikuwa tufahamu. Sasa kuna watu ambao wanalalamika kwamba mama mfiwa kuna vitu ambavyo amefanyiwa ambavyo wana mtaa hapa hawajaridhika na hawako tayari kuona hicho kitu kinafanyika. Mimi nimejaribu kuwaelimisha, maana sikuwa nafahamu kwamba ni nini. Hem tujaribu kuwaweka vizuri familia, tuwasaidie waweze kuvuka hichi kipindi walichonacho. Wakasema hapana, kuna jambo limefanyika. Sasa yule mfiwa anasema, nani yule alikuwa anatueleza ile habari kwamba amenyang'anywa hati ya kiwanja, amenyang'anywa hati cheti cha kifo na kitu gani tena wala alikuwa anaongea, maana mimi sijapata taarifa. Sasa mama yuko hapa, tunataka kujua msiba kwa nini umegawanyika. Je, kuna kitu gani ulichofanywa ambapo uenda ikawa wananchi wamepata taarifa nje wakaamua kuingilia kati? Na mimi taarifa ya simu ya Matisho tulipata na nilijadili mimi na yeye. Nikamwambia kwa kuwa inawezekana hao ni matapeli, lakini nakushauri nenda katoe taarifa kituoni ili lolote linalotokea iwe inajulikana na vyombo vya dola kwamba kuna vitisho ulivyovipokea. Kwa sababu mtu anataka kuua hawezi kuambia nipe hela. Mtu anayekuambia nipe hela ni mtu ambaye anataka kupata kipato kutokana na mgogoro mlionao. Kwa hivyo mgogoro huu unaweza kutumika kama sehemu matapeli watakachokupatia kipato. Sasa tunataka kujua hao watu waliokuwa wanapiga kelele huko nje, tatizo liko wapi, ili tuweze kutafuta namna ya kufanya msiba bila mgogoro. Yaani tukiwa kitu kimoja. Haiwezekani ibada inafanyika, watu wengine wanakaa kule wanalia, huku wengine wanafanya sala. Kwa hivyo nataka tuwe tunafanya ibada kwa pamoja. Msiba huu ni mmoja, tunataka kwenda kwa pamoja. Ninaomba tupate ili tuweze kuungana kwa pamoja. Na wote tunapiga kelele, ningeomba tusubiri tuone hii familia
wanasema nini na nini sisi tunawashauri. Juu ya habari ya kutishwa ndo nilitoa taarifa. Habari ya nani ya cheti, manake vile walikaa kikao kwamba hicho cheti na vitu vya NIDA vinatakiwa, kuna vitu wanatakiwa ukachukue benki, ndo hivyo, ila walivirudisha hiyo jana jioni. Wameshavirudisha? Wanachukua vitu wao kama kina nani sasa? Wafuatilie Mafao. Mafao kwani wao ndio wameolewa na nani? Naomba jamani, wamesema sababu sina ndoa lazima wao wafuatilie, yani wafuatilie. Kwani umeolewa mwaka gani? Wewe na mume wako? Tangu 2016. 2016. Watoto wangapi? Watatu, sasa ndo mbaki mmoja. Sija saini. Nini walikwambia usaini? Wao ndo walisaini, sija saini. Ni barua walioandika kwa ajili ya kufuatilia Mafao. Kwani kutaratibu Mafao anafuatiliwa na nani? Yawezekana ni mimi, lakini kwa vile wanadai kwa sababu sina ndoa naye. Hapa nyumbani kwangu. Nyumba mjenga mwaka gani? Ni muda mrefu. Kwa hiyo sasa wanachotaka wachukue nini? Nyumba, kiwanja ama nini? Wale watu walivyopiga simu wao walisema wametumwa na ndugu wa mume wangu kwamba waje waniue ili yani kwa sababu mimi nilimuua mume wangu ili nimiliki mali. Kwa hiyo ndo wakasema tumetumwa tukuue. Kwa kweli yani sina kitu cha kusema, ila ndo hivyo ilivyokuwa. Wananchi walioko hapa wanachokizungumza ina maana kina ukweli. Lakini tunachotaka kufanya hapa sasa hivi sisi ni kitu gani? Tunataka tuweke usalama wa huyu mama dhidi ya yeye na familia yake, mahusiano ambayo yatakuwa kati ya yeye na wakwe zake. Sasa tunachotaka kujua sasa hivi, haya mambo yamekuwa yakitokea kipindi cha misiba. Swali tunauliza, kwa nini yanatokea kipindi cha misiba? Hiyo ni namba 1. Namba 2, tunataka familia ya upande wa mume wa huyu mama watuhakikishie hapa, watuhakikishie kwamba usalama wa huyu mama uko wapi. Alafu wakisha tuhakikishia wao kwamba hawatamfuata na majukumu hayo sasa kuhusu kumuongoza huyu mama kupata haki zake zikae chini ya uongozi wa mtaa huu. Uongozi wa mtaa huu umsaidie huyu mama kupata haki zake, lakini sio ndugu wa upande wa mume. Kwa hiyo viongozi wa mtaa huu wamsaidie kumuongoza huyu mama kupata haki zake, ila familia ya upande wa mume watuhakikishie sisi wananchi wa hapa usalama dhidi ya huyu mama. Naitwa Amani Arira Mjema, ni mdogo wa Nixon Mjema. Mimi ni mdogo wangu, mimi ndo amenyang'anya ziwa. Nixon na mke wake hawajafunga ndoa, hilo ni la kwanza. La pili, watoto hawajabatizwa Kikristo. Kwa sasa kwenye eneo lile la utaratibu sasa wa kufanya ibada ya mazishi baada ya msiba kutokea, kidogo ikaleta mvutano, lakini mwisho wa saa tunamshukuru Mungu. Mungu alikuja akaingilia kati, kila kitu kikaenda vizuri, mazishi yakapita vizuri, hamna shida yoyote ambayo ilitokea. Ila sasa kwenye familia kuna kitu kidogo kilileta pia shida sasa baada ya mazishi. Kuna rambirambi ambazo zilitolewa, maana mdogo wangu alikuwa ni mwalimu wa serikali. Sasa zile rambirambi zote zilipokuwa zinatolewa, rambirambi zote tulimkabidhi mke wa marehemu pamoja na watoto wa marehemu. Sasa tulivyowakabidhi, hii sasa ikawa ni Januari, ikawa imeshaingia, maana mdogo wetu alifariki ilikuwa tarehe 10, tukawa tumemhifadhi tarehe 17 mwezi wa 12. Kwenda hapo mbele kidogo ikafanyeje, mwaka ukaanza. Lakini kaanza tukafuatwa na watu wa kanisa la KKT, tukawaambia sasa mnakaaje na watoto jamani, watoto wote watatu bado hawajabatizwa, hii sio sawa. Tukajaribu kukaa, tukaongea na shemeji watoto wapate nini, ubatizo. Lakini sasa shemeji yeye akawa hana shida na watoto kubatizwa, lakini sasa yeye akasema yeye haezi kuingia KKT.
Sasa na sisi kama ndugu tukasema hatuwezi kuwabatiza watoto wakati mama hayuko tayari kurudi KKT. Tunasema ule uhuru wa kuabudu. Basi tukamwambia basi kama umesema hawezi kuungana na watoto KKT, basi wewe endelea tu kuabudu huko unakoabudu na watoto, maana ni tunasema sisi wa Kristo kila mtu ana uhuru wa kufanyaje, wa kuabudu popote anapofanyaje, moyo wake unapopata amani. Basi tukawa tumeliacha hivyo. Sasa zile rambi zote akawa amekabidhiwa mke wa marehemu. Alipokuwa amekabidhiwa mke wa marehemu, kukawa sasa kutokana na mdogo wetu sasa ameshafariki, kukawa kuna nani kwenda kuangalia kwenye akaunti kuna nini sasa kule. Tukateua watu wawili kwenye familia. Tulivyoteua watu wawili kwenye familia, mke wa marehemu yeye alikuwa ana yani alivyotueleza sisi kama familia kwamba hajui namba ya siri ya mume wake. Sasa tukateua watu wawili wa familia ili waende wakamsaidie kama hata atashindwa kujua namba za siri za mume wake, wamsaidie. Tukateua watu wawili wa familia wakaenda naye. Kufika kumbe namba za siri sio kama azifahamu. Namba za siri anazifahamu. Kukakutwa kuna 1,200,000. Kwenye 1,200,000 mke wa marehemu akadraw 800,000. Ikawa imebakia 400,000. Wakawa sasa wameachana sasa pale na ndugu ambao tulikuwa tumewateua, yeye akarudi nyumbani. Kwa hiyo kwa kumebakiwa shingapi? Shilingi 400,000 kwenye akaunti. Sasa na rambi zingine wa wilaya ya Munduli walimu walichanga. Wakachanga 1,150,000. Yule mkuu wa shule kule, mwalimu mkuu akanipigia simu, tukaja naye hadi hapa nyumbani. Tukakabidhi hizo 1,150,000. Kabla kukabidhi hizo hela, kulikuwa kuna wanafunzi ambao marehemu alikuwa anawafundisha. Walileta 3,500,000. Pole. Yule mwanafunzi tukaingia naye hapa ndani na mwalimu. Mke wa marehemu akakabidhiwa shilingi ngapi? 3,500,000. 3,500,000 kuna ile baada ya siku ile msiba kuna rambi zilichangwa mara 2. Tusaidie kidogo tufumni wakati mke ambaye ni wa ndoa yupo. Rambi sisi hazituhusu kitu chochote. Sasa mlitaka password ya mtu ya nini? Sisi hatukutaka rambi ya mtu, na ndio maana tulikuwa tunakuja kukabidhi kisheria, na mpaka mwalimu alikuwa akikabidhi anamkabidhi yeye pamoja na watoto. Sawa, password ya benki mlitaka ya nini? Password ya benki tuliteua watu wa familia kwa ajili ya kwenda naye, kwa sababu mke wa marehemu alisema hajui password ya benki ya mume wake. Sawa, yeye inawahusu nini kama ndugu? Sisi kama ndugu tulijitokeza kwa ajili ya kumsaidia ili zile hela zifanyeje, zipatikane. Sio kama mzichukue nyewe. So tuzichukue sisi. Na tukuchukua hata shilingi 100. Hata shilingi 100 tukupokea. Na swala la kusema kwamba ili swala unajua limekuaje baada ya msiba ulipotokea. Wa Dickson, kwa nini? Kwa nini wewe uongee ukweli? Mama Ludo, tuko hapa. Kwa nini wewe uongee ukweli? Si uongee ukweli. Ongea. Unakera. Walichukua hizo hela za rambi, waliniacha hela ya peni tu. Kwa nini uongee ukweli? Waliniacha hela ya peni ya watoto tu. Tulivyoteua watu wawili wa familia ni kwa ajili ya kumsaidia yeye baada ya kusema hajui password za mume wake za benki. Tukateua watu wawili, kufika pale kwenye kumbe password za mume wake anazijua.
akadraw 800,000. Alipo draw 800,000 akachukua hiyo hela. Alipochukua hiyo hela basi na rambirambi zingine zote tulikuwa zikija tunamkabidhi. Hiyo ni sheria gani ambayo mnye mmetumia? Kwa sababu mimi najua mtu akishafiwa na mume wake vitu vilivyobaki vya kwake, nyie mnaingiaje kama ndugu? Sisi hatujaingia kama ndugu. Sisi hatujaingia kama ndugu. Kwanza sisi matukio ambao majirani ambao wanaripoti kwamba sisi hatumpendi mke wa marehemu, hicho kitu sisi kama familia kwanza kimetuumiza sana. Kwa sababu gani? Hizo taarifa za kutaka kumuua ziko hivi. Kuna mtu mmoja ni tapeli. Sawa bana. Amempigia shemeji yangu kwamba kuna msiba na rambirambi huyo tapeli. Tapeli wakati mwingine wanakuaga wana mbinu. Kwani wale wanaojitokezaga wanakuambia mtoto wako anaumwa shuleni, anakutengenezea yale mazingira. Tuje hoja ya msingi. Yaani amejuaje kwamba hapa kuna rambirambi zinachangwa? Huyo tapeli akampigia simu akampa maelezo yote yanayofanana na yale. Tapeli huyo atakuwa anajua sana. Tapeli wakati mwingine anaweza akafanya kazi na watu. Hamna mtu ambaye afanyi kazi bila watu. Kila mtu anafanya kazi na watu. Amepigiwa na tapeli. Alipopigiwa na tapeli, mimi kama kaka wa marehemu nikafuatilia kujaribu kuingiza hela ili nipate jina la ule mtu, na nikamwambia shemeji yangu kabisa, huyu mtu mimi nitafuatilia mwanzo mwisho. Na tapeli anatoka Upareni. Tapeli hata kutoka nyie. Tapeli anatoka Upareni, lakini hata lafuzi tapeli anaotumia kuongea sio ya Kipare. Sawa, tunamalizaje sasa hili jambo? Hili jambo kila kitu kiko vizuri. Baada ya msiba kutokea, mimi nikawapigia shule ya Moita kule ambao ndo mdogo wangu marehemu alikuwa anafanya nini. Ya jamani, tumepata tena na msiba. Mtoto wa Nixon wa pili amefariki. Wakaniambia vinatakiwa vitu 4. Inatakiwa kitambulisho cha NIDA cha Nixon, kitambulisho cha NIDA cha mke wake pamoja na kadi ya benki vitolewe kopi. Sawa bana, kwamba vile vitu viende vitolewe kopi kwa ajili kuna benki wanatoaga rambirambi yao kwa mtu akifanyeje. Kwa nini watumie nyie ndugu sio mkewe? Yaani kwa nini hiyo shule isimtumie mtu anaishi naye, anayelala naye, ameza naye watoto 3, awatumie nyie ndugu? Ndio hoja yangu. Shule kama shule ilikuwa shule ilitutumia sisi ndugu wa marehemu pamoja na mke wa marehemu kila kitu kuhakikisha kinaenda vizuri. Mbona hamkumshirikisha na lalamika? Tumemshirikisha na hizo dokumenti jana, baada ya mimi kwenda kutoa kopi dokumenti zote nimemkabidhi. Mlichukua vitu gani ambavyo ni mali zake? Hamna chochote tulichochukua. Hamna chochote tulichochukua. Kila kitu anacho. Kopi umetoa ya nini? Kopi. Hiyo kopi ilikuwa inahitajika kwa kule shuleni. Mdogo wangu ya mali. Yaani ile kopi ilikuwa, zile kopi zilikuwa zinatakiwa kwa ajili ya mkono wa pole benki kutoa rambirambi baada ya msiba sasa kutokea tena wa mtoto wa nani? Mtoto wa marehemu. Tumefika hapo kwa nia kuwasaidia hawa watu. Na sio kuwagombanisha. La kwanza la kufanya tuangalie vile vitu ambavyo yule mama anadai kwamba hana. Lakini la pili tuangalie sheria inasemaje. Nimeona mtendaji wa mtaa, nimeona mheshimiwa diwani huko hapa. Nilitaka kuona kwamba ziko haki za mke wa marehemu. Anazo haki zake. Ana ndoa hana ndoa, na ile na ndoa tena tusiendelee kujadili, maana ziko sheria zinasema ni miezi mingapi mtu akiishi na mke anakuwa na ndoa. Niwaombe niseme hakuna namna ya kumuondoa kwenye ukoo wenu tena. Huyo ameshaacha watoto 3. Naomba tusikiliane. Ameshaacha watoto 3 pamoja na kwamba mmoja amefariki, lakini bado ukoo wenu upo. Kwa hivyo alichoacha marehemu ni uzao wake, sio uzao wa ndugu yake wala wa baba yake. Tunaomba vile vitu vya kwake vibakie kama vya watoto, na isiwe tena huyu mama akisiwa analia na ninyi ukoo tuwategemee kwamba mnamlinda awe salama, badala wanamtaa kwa linda. Niwaombe kama kuna tofauti iliyotokea, kuna kitu kimechukuliwa, kuna haki yake ambayo inataka kuonekana kuondolewa, isiondolewe na vyombo vya serikali. Mheshimiwa diwani upo, mtendaji upo, hakikisha kwamba haki za huyu mama
na watoto wake zinakuwepo, wala hana haja ya kuwa na mawazo. Na wananchi hapa sisi tufanye kazi ya kuwapatanisha hawa, sio kuwagombanisha. Tukazane, huyu apate haki zake na wasimtenge. Upande wa serikali ya mtaa, uongozi wa kata, mheshimiwa diwani, tunaomba tukukabidhi hili ili uweze kutupia jicho mnapokuwa kule ofisini kwamba huyu mama anakuwa salama. Hata vile vitisho alifikisha kwangu, lakini nilimuelekeza nikamwambia hawa itakuwa ni matapeli, lakini usiridhike. Nenda polisi, toa taarifa, uwe na taarifa ya polisi. Lolote litakalotokea tunajua mahali pa kuanzia. Kwa hiyo niwaombe ninyi mtusaidie kufuatilia. Wao walikuwa wamesema hivi, walinipa sadaka zote hawakuchukua, na mimi nikawa nataka kusema waliniachia ile hela ya peni ya watoto tu, zile nyingine za kuaga mwili walizichukua. Kwa majina naitwa Peter Nyasi Mkawe, diwani wa kata Sinoni. Kwa kweli kwa masikitiko makubwa tumesikitika sana kupata taarifa za msiba huu. Tunatoa pole kwa familia hii, lakini niwaombe rai ndugu wa familia, ni aibu sana kugombea masuala ya rambirambi na kuacha kumpa ambaye mfiwa ambaye ni mjane ambaye ingeweza kumsaidia pamoja na familia yake. Sisi kama serikali pamoja na mwagiza mtendaji wetu kuhakikisha kwamba mama analindwa haki zake na kuhakikisha kwamba ile stahiki zote za ualimu atasimamia mwenyewe kama msimamizi wa mirasi. Tuna uhakika mama anaweza kujisimamia mwenyewe mirasi, kwa sababu kwa habari ya kuchagua mtu kusimamia mirasi kumekuwa na utapeli. Hata hivyo mama ameweza kutishiwa na watu na tunawafuatilia kuhakikisha watu waliomtishia ni kina nani. Lakini nawahakikishia kwamba mama huyu atakuwa kwenye usalama, mikono salama ya serikali. Haiwezekani kuingilia mali ya ndugu yao. Mhusika ni mke wa marehemu pamoja na watoto wake. Kwa kweli kwa mujibu wa sheria za kwetu ndoa sio sababu. Mtu ameshakaishi na mwenzake zaidi ya miaka 2 na majirani wanamtambua na wapi wanatambulika, huyo tayari ni mke halali. Wana watoto 3. Wito wangu wengine ni kuhakikisha kwamba ndugu kuacha kuwa na tamaa ya kuingilia mali za ndugu yao pindi mwili ndugu yao wanapotwaliwa au wanapofariki. Kwa sababu kila mtu ana familia yake, kuendelea kulinda familia. Kuhakikisha zile haki za marehemu zinabaki kwenye familia, sio vinginevyo. Usaga ni kwamba haya tunayofanya hapa ni ya kimungu. Mungu yuko katikati ya sisi. Tunatakiwa tuwe na hofu ya Mungu. Kwa sababu hii mambo ya kung'ang'ania sadaka au rambirambi, maana ile ni rambirambi, itakuhusu. Uking'ang'ania ujue itakuhusu. Umekwamba umehamishia msiba kwako. Zile rambirambi zile za wananchi waliotoa ndio tulitoa kwa wanandugu ili watatue matatizo yaliyokuwepo katika msiba huo. Ile ya kwake aliyochangiwa ya kuhusu kwamba watoto wanunulie daftari na kalamu alipewa, wala hakutaka ihesabiwe. Jina naitwa Frank Msagoya. Katika ile lambilambi wakati wale ndugu anakuja kudai, mimi nilikuwepo. Kwa hiyo nilikuta wanaendelea kuzozana, wakidai wanataka ile lambilambi yote. Na ile lambilambi aliyokuja kutoa mwafaka ni mchungaji. Akasema hiyo lambilambi hamwezi kuchukua yote. Kuna bahasha ambayo kama nyinyi mnataka lambilambi mchukue basi ile iliyotolewa na watu wote. Ila kuna bahasha ambayo sisi tulitoa kama kanisa kwa ajili ya watoto. Unaona? Basi wakachukua ile lambilambi ambayo ilitolewa na watu wengine, ile bahasha ndio ikabaki na ule mama. Mimi naona hiyo sio sawa, kwa sababu ile pale ilitolewa kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya familia hapo. Lakini sasa ndugu walivyoanza kuleta shida, basi mimi kwa sababu huyu dada mimi ndugu yangu, kwa hiyo nikaamua nikasema kwa sababu hili lisilete shida sana, basi wape hiyo hela wanayohitaji kuchukua. Unaona? Of course mimi nilitaka wachukue, basi wachukue yote ili kuwe na amani. Lakini mchungaji akaamua akasema hapana, kuna hela ambayo tuliyowapa kama kuwasaidia watoto. Basi ile ilibaki na huyu dada. Mimi naomba serikali iingilie kati, kwa sababu naona kuna mgogoro ambao bado unaendelea, kwamba bado kuna vitishio. Kwa maana huyu dada aliniambia kwamba bado kuna wanahitaji mali nyingine. Sasa ni mali ipi wanayohitaji? Kwa hiyo kama serikali basi iweze kumsaidia ili kumwekea hata ulinzi huyu dada, maana yuko sasa kwenye hali, yani kwenye wakati mgumu.